katika kikao kizito na waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Tumezungumza naye mengi kuhusu utekelezaji wa majukumu yake kama waziri, lakini tumezungumza naye kuhusu mambo ambayo pengine hata wewe mtazamaji utakuwa na kiu ya kuyajua. Ni muda gani anapata kuendesha ile mitandao yake ya kijamii, kwa sababu yuko active kweli kweli katika mitandao yake ya kijamii. Kwa hiyo ukitaka kujua kuhusu muda gani anapata wa kuendesha kurasa zake za mitandao ya kijamii na muda gani anaupata kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu ya kiofisi, Mwananchi Digital inakuletea hayo, kwa sababu tumezungumza naye mengi. Naitwa Juma Isihaka kutoka hapa makao makuu ya Mwananchi Communications Limited. Ninakupeleka moja kwa moja katika kikao hicho ambacho tumefanya naye waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima. Karibu tuende pamoja. Wewe huonekani ukigombea ubunge. Huwa inakuwaje? Shida ni nini? Tumeshuhudia pia wakati wa watiania kwenye majimbo, watu wengi walikuwa wanakunominate kwenye mitandao, hususan kwenye page yako, kila mtu mama vipi, mama vipi, mama vipi, mama vipi. Watu wache safari walikuwa na shauku yukupe unaibebaje hiyo kwa binadamu pia kama kiongozi hivi. Wao mbona wagombei wanataka tu mimi nigombee ongezee pia hata wakati wa uteuzi wa baraza la mawaziri ulipotaja comments zilikuwa nyingi sana, very positive, na very ukiangalia na comment pia hiyo unaiona. Nachukulia sifa na utukufu apewe Mwenyezi Mungu wa mbinguni. Hicho ndio cha kwanza, kwamba labda wameguswa. Mimi nimekuwa tu daraja la kumwakilisha Mheshimiwa Rais aliyeniteua kutumikia eneo hili. Kwa hiyo wakinipokea mimi, turudi kwenye Biblia, kitabu kimoja hapo cha Mwenyezi Mungu. Yesu alisema nini? Yule aliyenituma, si ndio? Ukinipokea mimi, ni Mungu alisema nani? Mnisaidie wajuzi wa dini. Kuna connection, ukimpokea Yesu umempokea yule yeye aliyenituma. Maana yake si kwa nguvu zake na utashi wake ameweka pale. Unajua kuteuliwa na Mheshimiwa Rais nafasi zake 10, mimi hapa kama nilipo, hata mimi na nini sasa? Alafu ikaonekana kwamba nimegusa hao niliowagusa, wakanihitaji nirudi. Maana yake sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu na kwa Mheshimiwa Rais aliyeniona. Atakaniona mimi nilikuwepo, ningeenda na huduma zangu huko, ningemaliza muda wa kuishi duniani, ningeondoka zangu. Lakini imetokea nimenyanyuliwa, nimewekwa hapo. Ningekuwa nifanye ile kazi niliyopewa kwa uadilifu, kwa uaminifu na uwajibikaji wa aina zote kadri ya vipaji vyangu vyote. Kwa hiyo nikiona comment kama hizo, wananishangilia mimi na kuninenea mazuri, nazipeleka kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, zipokee. Hii ni kazi yako. Wewe umenipa hii nafasi hapa. Mimi nisingepewa hii nafasi hapa, mimi singejulikana, si nilikuwepo, lakini nilikuwepo. Kwa hiyo tunapopewa vitu kama hivyo, manake wananchi wanamshukuru yeye kupitia kwangu, na mimi naifanya kazi yangu kwa wananchi kadri alivyoniita akaniapisha ili niifanye. Ni hayo tu. Bila yeye nisingekuwepo. Bila Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli hayati, mimi nisingekuwepo. Ningekuwepo kwenye utumishi mwingine huko chini ambao hauonekani huku juu. Na hii tabia yangu mimi nilikuwa naifanya toka mwaka 2005 nilipoajiriwa serikalini. Hivi 2004 nilikuwa nafanya internship Bugando. Na wananijua. Mgonjwa mimi tukimalizana kutibiana, uende na amani ya Bwana, dawa zako ni hizi na kasimu kangu haka. Tokea chochote nitumie message. Nilikuwa nagawa hizo namba, lakini nani aliyenijua? Hakuna aliyenijua. Lakini pengine serikali kwa sababu ina macho mapana waliona kwamba tumpe huyu nafasi labda aje aambukize na huko. Maybe. Kwa hiyo nashukuru kwa hizo pongezi za wananchi wanazonipa. Nimeuliza swali, sikugombea. Umeteuliwa kwa mbunge mara ya kwanza, mara ya pili. Kugombea sasa si kujiandaa. Kugombea ni ujiandae sasa kwamba nakwenda kugombea. Mimi nilikuwa mtumishi wa umma ujue. Nilikuwa mtumishi wa umma. Kwa zangu nafanya kazi huko za utumishi. Na harakati zangu hizo nikateuliwa awamu ya kwanza ya Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli hayati.
Hata mimi nilikuwa shock, unajua nusu nzimie wewe. Ilikuwaje siku? Nilikuwa baada ya kuteuliwa kwa naibu katibu mkuu ofisi ya Rais TAMISEMI. Nimekaa hapo. Mheshimiwa hayati Dr. John Joseph Pombe Magufuli alikuwa anaingia awamu yake ya pili ya urais Disemba 2020. Tayari awamu yake ya kwanza aliniteua kutoka mkurugenzi wa Wizara ya Afya Tiba niende kuwa naibu katibu mkuu ofisi ya Rais TAMISEMI. Nimefanya pale 2019, ukaisha mwaka 2020 Disemba. Uchaguzi ukaisha, akaja anataka kuteua baraza lake lingine. Nakumbuka katibu mkuu wangu aliniaga Ijumaa hiyo. Akanambia anaenda zangu ziara, wewe kaa hapa. Nikamwambia mbona nasikia mtandaoni baraza litateuliwa? Sasa wewe unaondoka hapa unaniachia hapa, na atampokea waziri? Akasema nitakuwa Iringa tu hapa, kitokea chochote nitarudi kudrive masaa matatu. Haya sawa. Fikiri ilikuwa Jumamosi hiyo, nikaenda ofisini, kulikuwa na mafaili mengi, TAMISEMI na mafaili mengi. Nikatoa, ilipofika saa 9 nikarudi nyumbani nikakaa. Naanza sasa kuangalia mitandaoni. Kutakuwa na matangazo saa 10 jioni Ikulu. Watu wanaanza sasa, unajua wanaoteaga baraza. Na mimi nikasema wengi wape, ngoja kakae zangu kwenye kiti nisubiri baraza na kalamu yangu, nani atatajwa, wanaonihusu, waziri wa afya, waziri wa TAMISEMI, ndio sekta ambazo wanazifanyia kazi. Kwa hiyo nimekaa hapo, wakaanza jina la kwanza, la pili, la tatu, subiri la 4, la 5 nasikia Mheshimiwa Rais amewateua wengine 2 na kuwapandisha kuwa mawaziri. Nasema nani hao jamani, tuwapongeze. Jina la kwanza la kwangu. Nilisikia joto na baridi vikipishana kwa wakati huo mmoja. Nilijua nitaingia kwenye shock, sijawahi kutarajia. Sijagombea, sijawahi kuwa mwanasiasa. Haya mambo yamekuaje? Alafu COVID ndio imepamba moto. Sasa mimi huko nenda kufanya nini jamani, mbona mimi sielewi ya mambo na dunia imeharibika hivi, mbona mambo hii shida? Sikutaka kusikiliza aliyefuata. Nilienda kulala. Naanza kuona simu za pongezi. Maana nifikii maigizo. Nikajua kwamba ni kweli. Nililia na kutabasamu kwa pamoja. Kwa sababu niliona kazi iliyokuwa kubwa, niliona heshima niliyokuwa nimepewa. Jamani, siku 3 nilikaa kama nimezubaa. Ukifika usiku, ukilala, ukiamka tu pale ndo habari ya kulala imeisha. Yaani unashangaa hiyo heshima na ule utukufu unaokuwa umepewa kwenda kuwatumikia wa Tanzania. Kwa hiyo ikapita hivyo, tukaapishwa, tukafanya kazi. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani akaona umuhimu wa kuanzisha hii wizara. Akaniangalia ilivyompendeza yeye. Akanambia nikamsaidia, akaniteua nikamsaidie kuiongoza hii wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia ya wanawake na makundi maalum. Uteuzi mwingine ambao nilijiuliza, sasa mimi daktari naenda huko kwenye hii wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia ya wanawake na makundi maalum. Naanzia wapi naishia wapi? Lakini Mwenyezi Mungu akanambia, nitakupa pa kuanzia, nitakuwa pamoja nawe. Na Mheshimiwa Rais akasema nitakupa miongozo yote ya kwenda kufanya kazi huko. Nikakumbuka kwenye public health nilisoma determinants of health. Ili huko nilikokuwa afya, ili huyu mwananchi apate afya. Lengo si kwamba augue aende akatibiwe. Lengo ni kwamba tukinge. Na ili tukinge, twende tukatengeneze akili yake, ili iweze kutambua vihatarishi vitakapomfanya augue, avikwepe. Mindset change. Lakini ili mtu huyu aweze pia kuhakikisha ana afya njema, anahitaji lishe nzuri. Huyu mtu pia anahitaji kuwa na maendeleo ya kiuchumi, determinants za kiuchumi. Zinasababisha mtu msongo wa mawazo, akaishia kwenye kupata pressure na vitu kama hivyo, moyo ukawa mkubwa. So nikaanza kupambanua kupitia public health vitu gani kule vinatakiwa vifanywe ili kuwaokoa watu wasiwe wateja wa kwenda kutibiwa all the time. Basi question ikajiset. Maafisa wangu wa maendeleo ya jamii hapa, maafisa wangu wa ustawi wa jamii. Lakini kurespond, kwa nini wale wengine wanaokuwa vulnerable wanapata magonjwa, wanakuwa walemavu, wanakuwa wenye mahitaji maalum na vitu kama hivyo, sera gani na miongozo gani? Kwa hiyo nikaipata ile picha kwa upana wake na miongozo ya Mheshimiwa Rais, nikaipenda sana ile kazi.
Yani nikaifurahia, nikasema kwamba udaktari namba 1 ni huku kwenye kuwakinga hawa, ikishindikana huku ndio waende kule. Kwa hiyo niko hapo. Mheshimiwa Rais akarudi tena, Dr. Samia Suluhu Hassan, awamu yake ya pili, nimejikalia zangu nyumbani, kwa sababu mimi bado mtumishi wa umma, nilikuwa sijastaafu, na staafu mwaka 2031. Basi nilijua itakapompendeza Mheshimiwa Rais, kwa sababu unaweza kwenda kugombea ukakosa, ukaja kunako ukakosa, usimamage kwenye mstari. Wewe si ulitumwa? Si bado mtumishi wa umma? Hebu kaa hapo ulipo, subiri kifuatacho. Kikiisha utaenda hodi, katibu mkuu kiongozi, nimerudi, asante sana kwa fursa, nimeenda kule, zimetumika hivi na hivi na hivi, karibu mwanangu, tuendelee na kazi. Lakini ikatokea hayo yaliyotokea. Haya ndio nipo, nimerudi. Sasa mauza nagombea lini? Si bado tunaendelea kuishi duniani? Si bado chaguzi zinaendelea? Basi tutagombea mbele ya safari, Mungu ikimpendeza. Shukrani sana Mheshimiwa Waziri. Asante sana.